Ukweli ni kwamba mji wa Katoro huu msiufananishe na Katoro ya mwaka 2010. Usiku wa vijana wanakaa wanavuta bangi. Kwa maana hiyo inakuwa ni wale vijana hawana kazi za kufanya. Mimi naomba tuanze kwanza na wamiliki wa nyumba. Kata ya Ludete imeanza utekelezaji wa mkakati mpya wa kuimarisha usalama wa wananchi baada ya kuibuka kwa malalamiko ya ongezeko la vitendo vya uhalifu vinavyofanywa na vijana wanaofahamika kwa jina la mazombi wanaodaiwa kuzagaa katika maeneo mbalimbali ya kata hiyo. Kupitia utaratibu huo, viongozi wa mitaa na mabalozi wamepewa jukumu la kuhakikisha kila mkazi pamoja na wapangaji wote wanaandikishwa katika daftari maalum la utambuzi ili serikali ya mtaa iweze kufahamu watu wanaoishi katika eneo husika. Akizungumza wakati wa kikao na wananchi kilichofanyika katika kitongoji cha Ludete Mei 21, 2026, diwani wa kata ya Ludete Jumanne Misungwe alisema baadhi ya wenye nyumba wamekuwa wakipokea wapangaji bila kuwafahamu vizuri, hali inayochochea mazingira ya wahalifu kujificha kirahisi. Katika mkutano huo, wananchi wa kitongoji cha Ludete walieleza wasiwasi wao juu ya kuongezeka kwa vitendo vya uporaji na wizi. Ukweli ni kwamba mji wa Katoro huu msiufananishe na Katoro ya mwaka 2010. Kama mtaifananisha na mwaka 2010 tunaferi. Mji wa Katoro wanahamia watu wa aina nyingi, waliokosa ajira wanakimbilia mjini, wanaotoka machimboni wanakimbilia mjini, wenye njaa wanakimbilia mjini, majambazi wanakimbilia mjini, wasomi wa madigrii wamo humu, watu wa aina zote wamo humu. Inahitaji jitihada serikali kwa mtusikilize hili. Leo mazombi ni mengi. Tuhakikishe vitoto vinatoroka vingi muna majumbani, vingine vinashindwa. Mimi kuna jamaa yangu mmoja hapo, mtoto amekimbia shule, anakwenda shule pale mtaa pale Ibozi pale, mpaka leo nyumbani anamtafuta hajui. Alilala kwangu siku 2-3, tunampigia simu, njoo chukua mtoto wako. Amekuja akapitia dirishani akakimbia, mpaka leo hajulikani. Kwa hiyo hata watoto nao tuwachunge. Tutalalamika wazazi wanamaliza vitoto vingi humo vimekuwa vibaka. Usiku wa vijana wanakaa wanavuta bangi. Kwa maana hiyo inakuwa ni wale vijana hawana kazi za kufanya. Labda mwenyekiti kinachoomba labda ni kuongeza ule ulinzi. Wamekuwa wakizagaa kwa maana wanaona hakuna ulinzi, hakuna kuwafuatilia. Sasa kupitia kile kiapo ambacho hawa makamanda waliapishwa kuhakikisha huu ulinzi ni thabiti kwa ajili ya maslahi ya Wanarudete, wawe wanakaguliwa na kupigwa msasa ili kuhakikisha aidha hii rushwa ambayo inaweza ikawa inatolewa nyuma ya mbuyu isiwe ni shinikizo kwa ajili ya kuzalisha hawa mazombi ambao kila leo tunawapigia kelele. Kwa kufanya hivyo tunaweza tukapunguza ile grupu ambalo linasadikika ni mazombi ambao wanatengeneza uhalifu. Asilimia wenye manyumba hawataki kuwafichua wapangaji wao. Baada ya siku unakuta tayari inatokea changamoto sasa. Ili tutokomeze swala la uhalifu, mimi naomba tuanze kwanza na wamiliki wa nyumba, bila kudedesa na bila kuficha. Tuanze na wamiliki wa nyumba. Sasa kama tuna idadi kubwa ya watu, tafsiri yake ni kwamba na hata changamoto za kuweza kukabiliana na vibaka vile vile zinakuwa ni nyingi. Tunakwenda kuanza kazi kuanzia kesho, kwamba kaya zote tulizonazo Ludete lazima tuweze kuzifahamu, kwa sababu matukio mengi ambayo yanapatikana pale kituo cha polisi, vibaka wengi wanaokamatwa ni wale ambao wamehamia kutoka maeneo mengine na wameingia katika makazi yetu na hatujui shughuli zao ni zipi. Sasa mabalozi tulionao kwenye eneo hili, tuna hili kablasha ambalo tutaanza kulitumia, ambalo kablasha hili litakuwa lina taarifa za wanakaya. Atakapofika balozi kwenye eneo lako, kwenye kaya yako, ataorodhesha jina la mkuu wa kaya, ataorodhesha jina la mke, watoto kwa kuanza na mtoto mkubwa, alafu na ndugu wengine. Hapo tutapata jinsia yake, tarehe ya kuzaliwa, namba ya NIDA kama anayo, namba ya simu, mahusiano kwenye hiyo kaya. Tuyajue kwamba kwenye hiyo kaya yako unakaa na mimi John. John ni nani kwenye familia ya Masanja? Tumjue. Lakini vile vile tutatakiwa tujaze kazi inayomuingizia kipato huyo mwanakaya tuliye naye. Na mwisho kutakuwa kuna taarifa za ukazi na kifo, kwamba amehamia au amehama, na kama amefariki tutajaza. Lakini pia tutakuwa tuna taarifa za wageni kwenye hiyo kaya. Sasa hapa ndio penyewe sasa. Kwenye taarifa za kaya, kila siku ambayo itakuwa imefikia, mabalozi watatusaidia kwa sababu balozi anasimamia kaya kadhaa. Atatufanyia kazi hiyo ya kwamba kwenye hiyo familia mgeni aliyeingia pale anaitwa nani, imo huko kwenye ile kablasha ambalo mabalozi watakuwa nalo. Jinsi ya huyo mgeni, tarehe ya kuzaliwa ya huyo mgeni,
namba ya NIDA ya huyo mgeni kama anayo, namba ya simu, uhusiano wa mkuu wa kaya huyo mgeni aliyefika kwenye hiyo familia, tarehe ya kufika. Lakini kuna kitu cha msingi hapa, tarehe ya kuondoka. Hapa tuko mjini, huwezi tu kuja hatujui utaondoka lini kwenye hiyo kaya. Ni ndugu yako ndio, ni baba mdogo ndio, ni shangazi, ni binamu ndio, lakini lazima tujue tarehe ya kuondoka. Na kutakuwa kuna madhumuni ya safari. Kwenye kabrasha hili tutaambiwa amekuja kusalimia, amekuja kwenye msiba, amekuja kwenye ugonjwa, amekuja kwenye sherehe, au amekuja kwa sababu ipi. Hapa sasa ndio tutawapata wale ndugu zetu ambao hawajulikani wamekuja humu Katoro kufanya nini, wana sababu gani. Miaka ya nyuma, kwanza wazazi ndio tulikuwa tunachunga maadili. Wizi, hayo mazombi mnayoyasema tumeyalea sisi wenyewe. Hamna haja ya kusingizia jeshi la polisi. Sisi wenyewe lazima kwenye ukweli tuambizane. Sisi wenyewe tumewalea mazombi. Ni watoto wetu na ni vijana tunao. Tunawalea kwa matabaka mawili. Wengine ni wanao wa kuzaa. Unasema mtoto hapigwi, unamlea kwenye malezi ya mayani. Walombera lina lyango baba, yani niyo kena kama yu ka baba wanegete, humgusi humuonyi. Lakini kundi jingine ni wenye nyumba za upangaji, za kupangisha. Unakuta mtu una nyumba yako umepangisha, vijana wanakaa kwenye geto moja, watu 20 hadi 10. Geto hili na hujui wanafanya kazi gani. Wakitoka pale kuna zile yebwebo zimekuja, ukipanda kama vile umekula zile raizoni. Yaani wanao ni mfupi, lakini baada ya siku 2 amekuzidi urefu. Zinaitwa trekta. Alafu suwali etishelo ili ambati ile mashine. Yaani li suwali, yani limeshuka. Sinafahamu ile yale ya kusagera na kungutaka. Li suwali la hivyo. Njoo kwenye t-shirt. Hanko ila aha. Si mnawaona? Shati sio shati. Ukienda kwenye sweta sio sweta. Blouse sio blouse, mara haijafika humu. Ameweka na headphone. Yaani mtoto ambaye ana maadili utamuona kuanzia Lozi Mwando aliimba. Nani aliimba? Matendo. Utamtambuaje mtu aliyeokoka? Ni nini? Ni nani? Sasa wewe umepangisha, unaona kabisa wanatoka mle. Alafu wewe ndio unawakingia kifua. Basi wapangishe. Nenda kwa balozi mwambie bana, lakini hao niliowapangisha hemu fanya mambo. Tuwahoji kidogo, umekaa nao. Kesho wanarudi kukuzuru wewe mwenyewe huyo. Hawafanyi kazi. Usiku hawapo, mchana wamelala. Tunawaona. Sasa naomba kuanzia leo, mkutano wa leo, tukubaliane sisi wote ni makamanda. Sisi wote tufanye kazi ya ulinzi. Tokomeza mazombi kwenye kitongoji chetu.